Yanga mnisikilize. Mimi nilikuwa nasemaje? Tulia. Narudiani tena. Hao shabiki wa Simba wameharibika vichwa vyao. Wamepigwa mara 6 mfululizo. Mimi ninachoomba uongozi wa Simba, utafuteni madaktari mangungu. Utafuteni madaktari bingwa wapite kila nyumba watibue akili zao. Sasa hivi wamekuwa machizo wa akili mara 6 mfululizo. Yanga oye! Yanga safi! Duniani nyumbani kama Yanga. Huyu ndo kafara ya Yanga miaka 6. Miaka yote iliyotufunga huyu ndo kafara huyu. Umeona? Bila huyu hapa siku akitoka Yanga hatachukua ubingwa kwa sababu huyo ndo zindiko la Yanga, huyu ndo kafara. Umeona? Kabisa mimi nakwambia ukweli, amesharibika kisaikolojia. Unasikia maneno ya ndugu yako? Narudieni tena. La mwisho, tutaifunga Simba mpaka serikali itaingilia kati. Mkiacha waifunga Simba, mpaka haki ya binadamu itaingilia. Kiacha uchawi. Nsenene. Ngoja nitakula. Hizi zinaitwa nsenene. Ni tamu. Wana Yanga, kati ya sukari na Yanga kipi kitamu? Injinia baka miaka mingapi? 100. Hii ndio Yanga bora. Hii ndio Yanga safi. Makoro mtakufa na Yanga. Jamani, mimi neno la mwisho. Sawa. Niliahidi kwamba Simba nikifungwa mara 6 mfululizo. Na leo nikasema kwamba niliahidi kabisa kwamba nitahamia Yanga Afrika. Hapa naomba radhi. Sawa. Hapa mimi naomba radhi. Sawa. Nataka utimize ahadi yako. Hapa naomba radhi. Maki ameniambia kunihamie. Naomba radhi wana Yanga Afrika. Naomba radhi wana Simba. Kuhamia mimi Yanga siwezi. Sawa. Lakini ni ahadi ambayo ulitoa ndugu. Wanisamee tu kwamba niliteleza, ulimi una mfupa. Ulimi una mfupa, niliteleza tu. Aende Jangwani apige magoti. Aende Jangwani apige magoti. Hapana. Wanisamee tu. Unajua wewe hii ndio Yanga. Apagie ofisi. Hii ndio Yanga. Naam. Unasema? Apagie ofisi Jangwani. Aende Jangwani ukaombe msamaha. Wewe ukaombe msamaha. Hapa jamani, hapa tunaombe msamaha hapa. Piga magoti sasa. Piga magoti sawa. Kama msikilize. Kana ile heshima kwa Yanga. Subiri. Takwenda kuuliza maneno anajibu. Sema hivi Yanga kubwa. Tukusikani kwanza. Sema Yanga kubwa. Yanga unazalisha jezi ya kusikani katika mabati. Yanga kubwa. Yanga na Simba kubwa. Yanga bingwa. Tulia. Sema hivi akili moja ya injinia sasa na viongozi wote wa Makoro. Basi. Haya sema. Ninafahamu ni injinia ni kiongozi bora sana katika mpira nchi hii. Lakini siwezi kusema, lakini naamini kwamba injinia ni kiongozi bora. Naomba injinia tu kwamba Mungu aendelee kumbariki, aendelee kumweka. Ataendelea kufunga yangu. Naomba mabaya Yanga ifeli na sisi tuwafunge. Kila siku mpaka jamani, wana Yanga, naomba mnisikilize. Mimi nilikosea kusema kwamba nahamia Yanga Afrika nikifungwa. Hapa sasa hivi mbona usiku tu saa ngapi sasa sijui saa ngapi. Naombeni radhi. Naombeni mnisamee. Kuteleza sio kuanguka. Nilikosea, sirudi tena. Yanga kweli, Yanga ni bingwa. Yanga sisi sasa hivi anatuonea kama watoto wake. Bingwa. Basi ameshakusamea. Ameshakubali nisamee, ameshakubali. Wachezaji wanaonekana hawana uchungu na timu kwa sababu haiwezekani uingie uwanjani, yani kama umepata goli 10 wakati hauna goli hata moja. Unacheza kama vile goli 10, hauna goli hata moja. Unafungwa goli, tunaweza kuhangaika. Angalia kwa Simba. Unaona wachezaji hapambani. Wachezaji hawahangaiki. Wachezaji ni kavio. Kwa hiyo pale sana. Kwa hiyo viongozi
Usilie baba wewe mwanaume. Pole sana chifu. Nini mfanye? Viongozi ongea na wachezaji. Wajue thamani ya nembo ya Simba. Nataka ile nembo wajue thamani yake wachezaji wa Simba. Wajue pambanie vipi pata matokeo. Kwa sababu inawezekana Simba mara 6 mfululizo. Yanga mara 6 mfululizo ndio wanafunga sisi tu inawezekana hivi. Hata sasa tupati. Angalia Simba kipindi cha kwanza na Simba kipindi cha pili. Hawachezi mpira mpaka wafungwe goli. Inakuwaje shida nini hapa viongozi? Watu ambao kweli kuna nini hapa? Kuna siri gani hapa kwa wachezaji? Acha hapa mbani mpaka wafungwe goli na kuwaje? Sisi tunaumia. Haya, hata mimi utembea hapa sina. Kuna kutembea sina. Wala kama kuna magari yanaondoka. Sisi mimi tunatembea hatuna hapa sasa hivi. Unakwenda nyumbani kusema nini? Tumitamba tukutana timu nzuri. Haya, kumbe wachezaji hajaandaliwi. Hawapewi maneno ya ukali. Wachezaji wakarikiwi, wanaachwa tu. Mechi ya Yanga. Hapa kuna nini hapa? Sisi tunateseka mno. Wewe mara 6 mfululizo unafungwaje? Na mtu mmoja mara 6 mfululizo unafungwaje? Yaani inawezekana mechi za kimataifa viongozi na wanakutana. Mechi kama hizo hakutani kwa sababu gani? Mbona tunateseka sana kama hivi na kuaje? Au tukimbizana? Sisi hatuelewi. Watu changanya sisi. Watetema utausa. Watetema utausa. Mechi kama Yanga mara 6 mtandao kwenda kufunga. Mara 6 mfululizo. Mara 6 hata sare upati. Inakuaje hapo? Wewe kama andishi inakuaje? Mara 6 mfululizo inakuaje? Hakuna viongozi hapo serious na mechi kama hizi. Viongozi hapo serious. Haiwezekani. Mechi za kimataifa tuna perform vizuri. Mechi za nyumbani kama hizi, Azam na Yanga, na tushinde kwa sababu gani? Wewe tushinde sisi. Watu ambao ukweli kuna nini hapa? Hakuna zeshi na chezeka hapa sisi. Hao wanauza mechi. Watu ambao ukweli. Kama kuna wengine ambao uzini mechi, watu ambao kama sisi tunauza mechi, tusije uwanjani. Angalia jezi nzuri. Wametoa jezi nzuri. Mashabiki tumetikia. Angalia timu inachofanya sasa. Wachezaji waeleweki kipindi cha kwanza, kipindi cha pili wanaeleweka. Baada ya kufunga goli. Pole sana. Pole kaka. Pole sana. Utafika muda wenyewe utashinda kaka. Kwa sasa hatuwezi kushinda, hatuwezi kushinda. Kwa viongozi wetu hatuwezi kushinda hata siku moja. Hawako serious, naona kabisa hawako serious mechi za Yanga, hawako serious. Huyu ni mtani. Anamkufunga ni historia. Sio jambo la kawaida, sio jambo la kufurahia. Simba tatizo ni nini? Tatizo viongozi na wachezaji hawako serious mechi kama hizi. Viongozi wanatakiwa wafanye nini? Wao serious mechi kama hizi, waongee na wachezaji, usiongee na wachezaji kama unaongea na mwali. Ongea na mchezaji mkarikie, mwambie. Mjulishe nembo ya Simba na ina thamani gani ajue. Bwana niacheni kidogo kwa siku nzima. Niacheni kidogo kwa nini? Mpe maji mwanangu, nataka nishangae. Mnaonekana mnafurahi sana, mkiamini mtafanya vizuri msimu huu. Siongei chochote. Moyo wangu unaniuma, siongei chochote, moyo wangu unaniuma. Siongei chochote, moyo wangu unaniuma. Ninyi ondokeni tu. Siongei chochote, moyo wangu unaniuma, ondokeni. Naomba ondokeni jamani, ondokeni, mimi siongei chochote hapa.